Sikilize, nyakati, tunaposema nyakati mpya, maana yake nyakati zinaweza kubadilishwa. Nyakati huwa zinabadilika, na ukisoma maandiko kwenye kitabu cha Mhubiri ile sura ya 3 mstari wa 1, maandiko yanasema kila jambo na majira yake, na wakati kwa kila kusudi. Sasa ukisoma vizuri utagundua kwenye majira ameanza na jambo, kwamba kila jambo na majira yake, lakini na wakati kwa kila kusudi. Kwenye kusudi ameanza na wakati, wakati kwa kila kusudi. Akimaanisha nini? Kwamba wakati ni mkubwa kuliko kusudi. Kwa lugha nyingine, wakati umebeba kusudi. Adui akitaka akuchengeshe au akupishanishe na kusudi la Mungu kwenye maisha yako, anachezea nyakati, anachezea nyakati, anazipishanisha nyakati. Usipojua kuishi ndani ya nyakati, maana yake hutakuwa na uwezo wa kulijua kusudi ambalo Mungu ameliweka kwa wakati husika. Sasa kwenye nyakati hizo, ukisikia nyakati mpya, maana yake zimebeba baraka ndani yake, zimebeba fursa mpya, zimebeba watu wapya. Ile network inakuwa mpya. Sasa kama zimebeba fursa mpya, zimebeba watu wapya, zina baraka ndani yake, Mungu anapokuingiza kwenye nyakati mpya, watu wa Mungu, ili uweze kukutana na vitu alivyoviweka kwenye muda, cha kwanza anachofanya ni kukutambulisha kwenye hizo nyakati. Amen. Atakutambulisha kwa watu wapya kwenye hizo nyakati. Atakutambulisha kwenye baraka alizoziweka kwenye hizo nyakati. Na bila yeye kukutambulisha, kuna maeneo utapata shida, utatumia nguvu nyingi, utastruggle, utatembea kama kipofu. Na kwa ninyi watu wa Grace of Calvary Church, kutembea kama kipofu ni utovu wa nidhamu. Kwa sababu haiwezekani mkawa watoto wa nabii alafu msiwe mnaona. Haiwezekani. Tazame jirani yako, mwambie mwalimu anasema haiwezekani. Mwalimu anasema haiwezekani. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo kama alikuwa anafanya uzembe, mwambie acha uzembe. Acha uzembe. Huu ni mwaka mpya. Huu ni mwaka mpya. Haiwezekani, kwa sababu mchungaji alivyo ndivyo na kondoo. Mimi namfahamu prophet, nimesoma naye darasani, very smart, uwezo mkubwa kwa bali ya kiroho pia, very smart. Sasa inawezekaneje prophet awe smart alafu watu wake wasiwe smart? Haiwezekani. Haiwezekani. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Haiwezekani. Mnanisikia? Amen. Mnanisikia? Amen. Basi hivyo mtakuwa labda mnakula na matakatakataka mengi huko, lakini kama mnajifunza, haiwezekani. Amen. Mimi nasema prophet, haiwezekani. Alivyo mchungaji ndivyo na kondoo walivyo. Amen. Hawezekani prophet akawa smart alafu wewe usio smart. Haiwezekani. Maana yake kuna shida mahali. Shida sio ya mchungaji wako, shida inakuwa kwako. Obedience, utii, unyenyekevu, kuwa msikivu unapofundishwa, unapoelekezwa, unapoonywa unachukuliaje?
Amen, amen. Amen. Kwa hiyo Mungu anamtambulisha mtu kwenye nyakati mpya. Ngoja nikupe mifano ya watu wachache, afu nitakueleza Mungu anatumia nini, Roho Mtakatifu anatumia nini kukutambulisha. Angalia, ukisoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, sema Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume. Tunaanza na mtu mmoja anaitwa Paulo, hapa akiwa anaitwa Sauli. Nataka uone jambo moja hapa. Jambo moja, kazi ya mwalimu ni kukuonyesha uone kile ambacho ukisomaga labda huwa ukioni. Ndio kazi moja wapo. Sasa angalia Matendo ya Mitume sura ya 9. Kama unaandika unaweza kuandika kuanzia mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 22, lakini mimi nakusomea kuanzia mstari wa 10, alafu nitakuja ule wa 15. Amen, amen. Amen. Paka ule wa 20. Sasa maandiko yanasema, basi palikuwapo Dameski mwanafunzi mmoja jina lake Anania. Bwana akamwambia katika maono, Anania. Akasema, mimi hapa Bwana. Bwana akamwambia, simama, enenda zako katika njia itwayo Nyoofu, ukaulize katika nyumba ya Yuda mtu aitwaye Sauli wa Tarso, maana angalia anaomba, naye amemwona mtu jina lake Anania akiingia na kumwekea mikono juu yake apate kuona tena. Lakini Anania akajibu, Bwana, nimesikia habari za mtu huyu kwa watu wengi, mabaya mengi aliyowatenda watakatifu wako Yerusalemu. Hata hapa ana amri itokayo kwa Bwana, itokayo kwa wakuu wa makuhani, awafunge wote wakuitiao jina lako. Lakini Bwana akamwambia, mstari muhimu sana wa 15, sikiliza. Bwana akamwambia, nenda tu, kwa maana huyu ni chombo kiteule kwangu, alichukue jina langu mbele ya mataifa na wafalme na wana wa Israeli. Maana nitamwonyesha yalivyo mengi yatakayompaswa kuteswa kwa ajili ya jina langu. Mstari wa 17. Anania akaenda zake, akaingia mle nyumbani, akamwekea mikono akisema, ndugu Sauli, Bwana amenituma Yesu, yeye aliyekutokea katika njia ulioijia, upate kuona tena, ukajazwe Roho Mtakatifu. Mara vikaanguka machoni pake vitu kama magamba, akapata kuona, akasimama, akabatizwa, akala chakula, akapata nguvu. Akawa huko siku kadha wa kadha pamoja na wanafunzi wake walioko Dameski. Mara akamhubiri Yesu katika masinagogi kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Hizi ni habari za Sauli. Sema Sauli. Sauli ambaye baadaye aliitwa Paulo. Sauli, ukisoma ule mstari wa kwanza, alizidi kutisha huyu kijana. Akawa anawatesa watu wa kanisa, anawakamata, na mara hii alikuwa amebeba, anayo barua mkononi mwake, anaenda kuwashika watu wa kanisa. Sasa wakati anawaza kuwaua wanafunzi wa Bwana akiwa na ile barua, safari hii akwenda kuwakamata tu, alikuwa anawaza kuwaua. Akiwa njiani anakutana na Yesu, nuru inamulika kote kote, anadondoka chini, alafu anauliza, nani wewe Bwana? Yesu akamwambia, mimi ni Yesu unayeniuzi. Alipoinuka pale akawa kipofu. Maandiko yanasema hivi, akakokotwa na wale waliokuwa naye, akapelekwa mpaka kwenye nyumba moja ya huyo anaitwa Yuda, eneo la Yuda. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sasa ukisoma maandiko, baada ya kwenda kule alifunga siku 3, akawa anaomba siku 3 anaomba. Huyu ametoka kukutana na Yesu leo, kafunga siku ngapi? 3 kavu. Mwambie jirani yako, 3 kavu. 3 kavu. Akawa anaomba nini? Macho hayaoni. Amekutana na Yesu, kacha kuona, anaomba. Sasa akiwa anaomba, Yesu akaenda kwa Anania, akamwambia, Anania, nenda mpaka nyumba fulani,
Utamkuta mtu anaitwa Sauli, tena akamtaja Sauli wa Tarso. Ukifika pale umwombee na kutuma, Anania akasema, we bwana, tangu lini tumekuwa wagomvi mimi na wewe? Huyu mtu ana mabaya mengi, stori zake nimezipata, mabaya aliyoyafanya huko na yajua. Sasa angalia Yesu alivyokuwa anamwambia, ni kama vile anamwambia nyakati za Paulo zimebadilika, sio yule wa zamani. Amen. Haleluya. Amen. Anamwambia huyu ni mwingine, nenda. Sasa angalia alichofanya Bwana, akaanza kumtambulisha Sauli kwa Anania. Amen. Anamtambulisha, anasema kile ni chombo changu. Kuna taarifa Anania alikuwa nazo. Huyu ni mtumishi wa Mungu, lakini ana taarifa mbaya. Amen. Za Sauli. Amen. Lakini kwa kuwa Sauli alikuwa anaingia nyakati mpya, kuna badiliko limetokea, Yesu akaenda kumtambulisha Sauli kwa Anania. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Maana yake nini? Mwalimu, mbona sielewi? Sikiliza, utaelewa tu kidogo, bado kidogo tu naelewa saa hizi. Sikiliza. Si kila mtu Mungu amemweka kukusaidia. Sio kila mtu. Sio kila mtu Mungu amemweka kukusaidia. Amen. Sio kila mtu. Sio kila mtu. Na Sauli naye alipokutana na Yesu, wanafunzi wa Yesu hakuwa mmoja tu, kumbuka. Lakini kwa wakati ule aliyekuwa na kitu cha kumsaidia Sauli ni Anania. Amen. Kwa hiyo ili Sauli akutane na mtu sahihi, ilibidi Yesu akamtambulisha Sauli kwa Anania. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yaani wewe wakati unawaza kwamba hivi biashara yangu itakuwaje, Yesu anao watu. Amen. Lakini utawapateje? Ni mpaka akutambulishe. Amen. Ukijipeleka wewe, watakwambia maneno magumu, utakata tamaa, utarudi unalia. Amen. Jaikoni unaenda kwa mtu unamwambia nisaidie, na kutema mate, kwa sababu ni kweli ana uwezo, lakini sio mtu sahihi kwako. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Wangapi wananielewa ninachosema? Amen. Sauli, Yesu anamtambulisha Sauli kwa Anania. Anamweleza Sauli sio chinja tena. Sauli, ninayetaka ukamwekee mikono, hiki ni chombo changu. Hiki ni chombo changu. Unajua kuna watu wana historia ya zamani inayohusu maisha yako. Saa nyingine hata ukitembea hivi wanakunyoshea vidole, wanafikiri wewe ni yule wa zamani. Amen. Kumbe umeshakutana na Yesu na amekubadilisha. Lakini bado kuna maeneo hawawezi kukuamini. Ili waweze kukuamini, Yesu anapokupeleka kwenye nyakati mpya, anakutambulisha kwao. Amen. Yeye akisema nao watakuamini, ama wanataka watakuamini, ama hawataki watakuamini. Amen. Kama unanielewa sema amen. Amen. Unajua Roho Mtakatifu alipokuwa ananipa ujumbe huu niwaambie nyinyi wana wa manabii, mbona hamtaki kuitikia? Amen. Au hamjiamini? Hamjiamini Mtazame mwenzako usoni, mnajiamini hamjiamini? Tunajiamini. Hamjiamini? Tunajiamini. Naona mwitikii. Sasa mnisikilize nyinyi. Wakati nawaza, unaweza ukaongea nini na hawa watoto wa kinabii? Utawaambia nini? Unanielewa? Amen. Roho Mtakatifu amenithibitishia. Amen. Kuna watu nyakati zenu zimebadilika. Amen. Unanisikia nachosema? Amen. Kuna watu you will never be the same again. Hamwezi kuwa sawa tena. Hauwezi kubaki vile vile. Amen. Kwa sababu Mungu ameandaa watu ambao atakutambulisha kwao. Amen. Kwa ajili ya uchumi, kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya mambo yako, ili yaweze kwenda. Kama unaelewa sema amina. Amen. Amen. Akamtambulisha. Na unaona Anania anaenda. Na alipofika Anania akasema, ndugu Sauli, Yesu aliyekutokea amenituma.